Mtazamaji wa Mnyasa Media, tuko hapa na mwanachama wa klabu ya Simba na kiongozi wa tawi kule Temeke. Nenda kuzungumza naye hapa Bwana Mnandi Junior kuhusiana na yanayoendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwenye swala zima la fainali ya Simba dhidi ya RS Berkane, kwenye majarida mbalimbali ya kimichezo barani Afrika kwamba fainali ya Simba kwa maana ya mkondo wa pili inahamishwa kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa kupelekwa uwanja wa Amani visiwani Zanzibar, jambo ambalo limewakasirisha mashabiki wa Simba na kujaa kwa wingi kwenye peji za CAF wakitoa lawama zao bila haya na kuona aibu yoyote kuambia kwamba walichokifanya CAF sio sahihi kwa klabu ya Simba, huku uongozi wa Simba kupitia msemaji wao Ahmed Ally akiendelea kutolea ufafanuzi swala hili kwamba ratiba rasmi itatolewa mara baada ya mchezo wao kule nchini Morocco. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi? Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bweri wa afya, si kwa upande wako. Salama kabisa. Mambo yanaenda bwana? Tunashukuru, mambo yanaenda na harakati nyingine zinaendelea kama kawaida. Bwana, swala hili la finali ya mkondo wa pili, finali yenyewe niseme ndio finali yenyewe, kombe liko uwanjani, Simba dhidi ya RS Berkane, inatajwa kwa sasa kuingia kama dosari hivi. Mashabiki wa Simba mbona wamepaniki baada ya taarifa zinazoendelea kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba mchezo unahamishwa kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa kupelekwa visiwani Zanzibar. Nyinyi mashabiki wa Simba mnalipi la kuzungumzia na nyinyi mnataka nini hivi sasa? Kwanza nipende kusema kwamba dalili ya mvua, kuna watu wanasema ni mawingu, lakini dalili ya mvua ni manyunyu. Maana ukiona anaanza kunyesha manyunyu wale madogo madogo, maana mvua kubwa itanyesha. Lakini inaweza kawepo mawingu na akaja yakayayuka, mvua isinyeshe. Kwa hiyo binafsi tayari manyunyu yameanza kudondoka. Kwa hiyo naamini kabisa muda wote mvua kubwa itanyesha. Si utakuwa umenielewa au utakuwa nimezunguka mbuzi? Fafanua mtazamaji aweze kuelewa. Naamini kabisa mvua kubwa itanyesha, na maanisha kwamba RS Berkane wameingia kwenye pipa la mafuta. Kwa hiyo wanahangaika ili mradi waruke mule kwenye pipa la mafuta ili wakae sehemu iliyokuwa salama. Washajua hawatoboi katika hizi finali mbili, ile ya mkondo wa kwanza ya mchujo kule kwao, lakini ile ambayo itaenda kutimia hapa nyumbani katika ardhi ya Tanzania. Ndio maana wanahangaika. Hivi leo hii mimi ukinitoa hapa kunipeleka Chamazi, umenihamisha Tanzania? Ukinitoa hapo ukinipeleka Mwanza, umenihamisha Tanzania? Ukinitoa umenipeleka Zanzibar, hujanihamisha Tanzania? Bado nipo Tanzania. Kwa hiyo naamini kabisa wao wanatapatapa, ni mfamaji. Kisa tu kwamba wao makamu wa rais wa CAF anatoka kwenye timu yao. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba wao atakachokiamua makamu wa rais basi kitakubalika. CAF haiendeshwi na mtu mmoja. CAF inaendeshwa na management. Sawa? Wakubaliane na ndipo waamue jambo. Kwa hiyo ukiweza utuka kurupuka kutumia cheo chako kwa sababu makamu wa rais basi mimi nitakubaliwa na kila kitu atasema atakashandaa mpaka hoteli Zanzibar. Aandae hoteli aende akatalii, lakini mechi itapigwa Lupaso. Mechi inapigwa? Mechi itapigwa Lupaso. Atake asitake. Naye akitaka aandike t-shirt kwamba achezi. Uwanja ule wenzake wamechapisha t-shirt wanaandamana mpaka leo. Hawachezi, wanaunda vikundi vya ngoma. Wewe na yeye akitaka aandamane, achapishe t-shirt na jopo lake kwamba hawachezi mechi, lakini mechi inapigwa Lupaso. Makamu wa rais wake wa CAF utabaki kule Cairo Misri, lakini hapa ni Benjamin Mkapa na hapa ni Tanzania. Atake asitake lazima atapiga Lupaso. Bwana, katika jambo la kushangaza kupitia mwandishi wa habari Mikdad ambaye anatoa taarifa za kimichezo barani Afrika, imeonekana kama RS Berkane wameweza kupata taarifa mapema sana kwamba mchezo utahamishwa Benjamin Mkapa kupelekwa visiwani Zanzibar, lakini Simba wenyeji wa mchezo inaonekana taarifa hizi hawakuzipata kwa mapema, jambo ambalo wengi wamelishangaa. Lakini vile vile uwanja wa Benjamin Mkapa unabeba mashabiki zaidi ya 60,000, lakini uwanja wa Amani Complex unabeba mashabiki 15,000 tu, jambo ambalo wengi linawashangaza. Kwa nini wahamishe kupeleka visiwani Zanzibar? Na ukizingatia kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi pale kuwaleta wale wataalamu kutoka Uturuki wautengeneze uwanja kwa ajili ya finali na wamefanikiwa. Inakuwaje sasa finali toke Benjamin Mkapa iende visiwani Zanzibar? Jambo ambalo watu bado hawajaelewa. Ndio maana nilizungumza hapo mwanzo kwamba dalili ya mvua ni manyunyu, na manyunyu tayari yashaanza kudondoka, maana yake mvua itawanyeshea. Watake wasitake mvua itafanyaje? Itawanyeshea. Iko cheo chake alichokuwa nacho, kisiwasumbue Simba. Simba ni timu kubwa kuliko hata cheo chake. Yeye sio anauongoza mpira peke yake, ile ni taasisi. Sawa, ina wajumbe. Na ndio maana ikaondoka taasisi kwamba yeye Musepe kama Musepe, yeye ni rais, ni mtu wa mwisho, anaweza kaamua yeye kama yeye, lakini soma kama rais ana mamlaka ya kuamua chochote. Alafu anaposti kwenye mitandao, muda wote wanaposti kwamba mechi itapigwa Amani. Wewe unaposti wewe kama nani? Tunatakuwa sisi ndio tutoe taarifa kwa umma, kwa Watanzania na kwa wapenda soka na kwa mashabiki wa klabu yetu, sio wewe. Kiongozi wa Berkane huna mamlaka hayo. Wewe tulia ushenyeto nyumbani kwako, turudi Benjamin Mkapa tukumalizie. Kombe liko uwanjani linapanda pipa na Musepe ndani. Kwa hiyo asubiri muda wa kushenyetwa.
Kukaa karibu na mahakama sio kujua sheria. Kwa hiyo watambue hilo. Unaweza ukakaa karibu na mahakama ukakaa na hakimu muda wote lakini sheria usijue. Sisi tunatofasiri sheria na tunazijua. Kwa hiyo wasitutanie. Simba ni timu kubwa. Simba ina viongozi wa weledi wenye uelewa. Ndio maana msemaji wetu akatoa taarifa kwa umma mapema tu saa 6 mchana, ametoa taarifa kwa umma akiwa kule Morocco kwamba hii tutoe mchezoni. Tujipange, akili yetu yote iwaze mechi ya tarehe 17. Wao wanatumia mbinu ya kututoa sisi mchezoni kupitia mchezo wa kule kwao kwa sababu hawahitaji hata mazoezi yao yaonekane, hata helikopta hataki ipite pale kwenye uwanja wao. Sasa ule uwanja mlipojenga maana ndege zisipite juu, basi funikeni paa hilo ili ndege zisipite. Kama ikiwezekana kajifungieni chumbani, mazoezi mfanyie chumbani, msionekane. Yote kuiogopa Simba Sports. Kwa hiyo ni mind game kwetu. Lakini sisi tunaichukua kama sehemu ya changamoto na sehemu ya kujipanga zaidi kuelekea mchezo huo. Kwa hiyo binafsi tuambie wana Simba kokote walipo, kama msemaji alivyosema kwamba watatolea ufafanuzi baada ya mechi yetu ya tarehe 17. Maana yake wana maana ya kututoa mchezoni. Ndio maana wakasema watatolea ufafanuzi huko. Lakini kwa sisi tunasomea Cuba, kwa kauli ambaye kazizungumza, moja kwa moja mchezo utapigwa lupaso. Watake wasitake mchezo unapigwa lupaso. Kwa sababu kaambia wanaokata tiketi waendelee kukata tiketi. Na wale ambao wamejiandaa kutoka mikoani kuja Dar es Salaam, wajiandae kama kawaida kuja Dar es Salaam. Maana yake inamaanisha nini? Manake mechi iko pale pale na uwanja ni ule ule. Sababu Simba mpaka wanatoa mkeka, watu wanaanza kukata tiketi. Manake kwa taarifa hii manake unaweza kusema kwamba ndani ya uongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF manake kuna mbishano unaendelea. Mechi pigwa Benjamin Mkapa au imepigwa visiwani Zanzibar. Bosi wa CAF ni Patrick Musepe. Hao wengine wote ni underground. Bosi akishaamua akashaamua. Sawa Kwa hiyo mimi naamini Patrick Musepe na Simba ni damu. Anawafahamu vizuri Simba, ni waeledi na anaifahamu vizuri ardhi ya Tanzania na anajua kwamba kuna mashindano gani yanakuja hapa. Tuna Chani lakini tuna host vile AFCON 2027. Na leo hii uwanja unafanywa marekebisho. Hata ukiangalia post mitandaoni, pitch ni safi kabisa. Eti wanasema kuna viashiria va mvua yani. Mvua ni kawaida, mvua ipo ulimwenguni kote. Lakini hili swala la mvua wale wataalamu wameshadhibiti uwanja kila kitu kiko sawa, yani kila kitu kiko sawa na Clatous Magoli pia ameposti kwenye ukurasa wake akisema kabisa kwamba nisema changamoto ni mvua. Kwa muda huo tarehe 25 mvua itakuwa hakuna, mvua za masika zitakuwa zimeshakata. Kwa hiyo wasitafute kisingizio. FC Berkane kama mtaki kucheza mechi Benjamin Mkapa, chapisheni t-shirt kama nyuma mwiko wa mchezi mechi. Tujue mapema. Tukimaliza huko kwa hiyo kwa kauli hii sasa nyewe na Simba na nyinyi mnasema hamchezi visiwani Zanzibar isipokuwa Benjamin Mkapa. Tunacheza Benjamin Mkapa, uwanja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ule uwanja wa visiwani, lakini ule ni uwanja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Visiwani ni wa kwao na bara ni wa kwao. Lazima tupige lupaso. Watake wasitake, kama wataki kama nilivyosema, chapisheni t-shirt mapema kwamba hatuchezi mechi Benjamin Mkapa, tunaishia Morocco. Tumalize shughuli kule, kombe lisafiri tulipokee terminal 3, shughuli imeisha. Bwana sasa hivi kila sehemu kumekuwa kwa moto sana kuhusiana na taarifa hii. Hapa nchini kila mkoa watu wanaleta taharuki. Kwa nini mechi ihamishwe kupelekwa visiwani Zanzibar? Uwanja ambao ni mdogo kweli ambao unabeba mashabiki angalau 15,000 tu, wakati Benjamin Mkapa takriban mashabiki 60,000. Manake finali hii ingeshuhudiwa na watu wengi zaidi hapa nchini na ni finali ya kihistoria kwa Simba kucheza mwaka 2025 kombe likiwa uwanjani Benjamin Mkapa. Ndio fly wa Tanzania. Mnandi Junior, unawaambia nini mashabiki wa Simba ambao wanakutazama hivi sasa? Mashabiki wa Simba waendelee kukata tiketi kama msemaji wetu alivyosema. Naamini viongozi wa Simba ni watu ambao wako makini, wanafanya kazi zao kwa kufuata protocol za mpira wa miguu. Sidhani kama walikurupuka kutangaza tiketi. Walitangaza tiketi baada ya makubaliano kwamba uwanja unakizi vigezo na tuendelee na mashindano. Na ndio maana wakatangaza tiketi kwamba uwanja Benjamin Mkapa. Mpaka leo ni siku ya 4 na tiketi mpaka sasa madaraja yote karibia 5 yameshakwisha. Baki VIPC na mzunguko tu. Manake saizi zaidi ya watu 40,000 wameshakata tiketi. Kwa hiyo naamini ukisema watu 40,000 wapeleke Zanzibar, unaingia watu 15,000. 15,000 hao watu wengine wanaenda kuwaweka wapi? Kwa hiyo naamini moja kwa moja huyo ambaye ka positive vitu yeye akaye akijua kwamba manake kwa hesabu hizi tiketi za hali manake uwanja wa visiwani Zanzibar umeshajaa tayari. Hesabu za tiketi ambazo umeshapitiliza. Watu 40,000 wastani saizi washakata tiketi katika wale 60,000 kwa sababu sehemu zilizobaki ni mzunguko na ni sehemu ya chache, lakini pia iliyobaki VIPC. Madaraja yaliyobaki yote yamekwisha. Kwa hiyo naamini kabisa hakutokuwezekana kwamba kuhamishwa tu ghafla tu kwa mipango ya mtu binafsi kutegemea cheo chake kwamba mimi ni makamu wa rais. Makamu wa rais wako utabaki kule tu. Manake tuseme kwamba mpira wa Afrika bado una fitina. Fitina bado zipo na ndio maana finali 2 bado zinaendelea kwa sababu mwanzo ulikuwa imewekwa finali 1 ikaja kadondokea Morocco, National waliandamana sana. Baada ya hapo msimu unaofuata wakarudisha tena finali 2 lakini walishaondoa finali 2 wakaweka finali 1. Kwa hiyo kwenye hii pia fitina bado zinaendelea lakini niwaambie kabisa kwamba Simba kwenye fitina wameshavuka. Wewe fanya chochote kile. Tudondoshee hata gorofa lakini sio tutaingia uwanjani tutakushenyeta. Tulifanya fujo, kwa hiyo ubaya utafanyika. Utafanyika tu. Libya tumefanywa fujo, wamepigwa mpaka wachezaji kule. Lakini tumekaa siku hizi bila kurejea.
Baada ya mechi kisha walifanya fujo kwa sababu matokeo hawakupata. Wamejaza uwanja lakini mechi pacha. Wakafanya fujo lakini tukabaki siku mbili pale. Kwa maanisha Simba haogopi kichaka kama unavyomwona bwana, haogopi mkono. Baadhi ya watu mashabiki wa Young Africans wanasema kwamba kule Zanzibar mbuzi hazitaenda, hazipandi boti mbuzi, ndio maana nyinyi mnagoma kwenda visiwani Zanzibar. Na hicho unachokizungumza ndio nilikuwa naelekea huko mpaka sasa katika ardhi za Tanzania. Ukitaka kujua kwamba kuna watu ni manyumbu ambaye hawapendi mpira na hawapendi maendeleo na hawapendi mafanikio ya taifa hili kwenye soka na hawaipendi Simba Sports. Mimi naamini ni watu ambao ni wapotofu wa uelewa. Mpaka sasa hivi wao ndo wanafurahia hilo jambo kweli kweli, Simba kwenda Zanzibar. Sijui wana siri gani huko Zanzibar. Wanachofurahia kwenda huko Zanzibar. Yaani wanafurahia kila kona unakokwenda saizi kwenye vijiwe vyote. Bwana, ina maana wao hawataki nyinyi mchukue kombe hili la shirikisho la Afrika. Wasiwasi mkubwa. Siombei mabaya kwenye taifa letu, ila nina wasiwasi mkubwa wakati Simba akichukua ubingwa anakabidhiwa wa shirikisho barani Afrika. Kuna tukio kubwa litatokea kwenye taifa hili. Mimi sio mfalme Njozi, ila nahisi kuna kitu kitatokea kwenye taifa hili. Kwa hiki ninachokiona leo, baada ya ile taarifa inayotoka kwamba mechi ya mkondo wa pili ambayo ndio mechi ya mwisho wa finali kombe uwanjani itachezwa Zanzibar baada ya Benjamin Mkapa. Mashabiki wa nyuma mwiko wanavyoshangilia kila kona ya nchi. Naamini kabisa mechi hiyo Simba kishapewa ubingwa, kuna tukio kubwa litatokea kwenye taifa letu. Siombei mabaya, lakini naliona litaenda kutokea. Naliona. Sioni furaha yao ni nini? Kwa sababu tata tukienda Zanzibar ni nyumbani. Zanzibar ni Tanzania, Stellenbosch zetu tumewafunga. Ikitokea bwana Mnandi Junior, mechi kapigwa visiwani Zanzibar badala ya uwanja wa Benjamin Mkapa na mkashinda ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, mambo atakuwaje? Nakwambia kuna tukio kubwa litatokea kwenye nchi hii. Nilikuuliza swali, tukienda Chamazi tumetoka Tanzania. Tukienda Mwanza tumetoka Tanzania. Tumeenda Bukoba tumetoka kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo ndio maana nakwambia AC Berkane kuna watu wanashirikiana nao kutoka hapa kwenye ardhi ya Tanzania ambao wao hawahitaji mafanikio. Unaweza kuwataja? Siwezi kuwataja kwa majina. Ni akina nani hao? Sisi wengine ni waeledi. Nafasi zao labda kwenye hatuwezi kutaja kwenye masuala ya michezo. Hatuwezi kutaja wao ni kina nani, ila tunafahamu kabisa kwenye mafanikio ya Simba kuna adui wapo ambao hawahitaji haya mafanikio toka muda tunaanza mpaka sasa. Kwa hiyo wanaumia na hichi kinachoendelea, lakini tuwaambie tu riziki atoi mwanadamu. Hiyo mitume yote aliyoshusha Mwenyezi Mungu kuja kututumikia sisi tuende kwenye njia sahihi. Hakuna hata mtume huyu mmoja aliyompa riziki atoe kwa wanadamu. Kwa hiyo wakawa wakijua kwamba riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Wafanye chochote wanachokijua wao mpaka sasa. Washerekee, waandamane, lakini wakawa wakijua kwamba riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye finali ya tarehe 25, watake wasitake, Mwenyezi Mungu anaenda kutupa sisi ubingwa. Kwa hiyo kwa hali yoyote itakavyokuwa Simba ndio bingwa. Simba ndio bingwa. Watake wasitake, Simba bingwa wa shirikisho barani Afrika. Kwa mara ya kwanza toka tupate uhuru kwenye nchi tuna zaidi ya miaka 60. Toka tumeanza ligi yetu mwaka 65. Hatujawahi kuchukua ubingwa wa Afrika. Kwa mara ya kwanza Simba anaenda kutengeneza rekodi nyingine. Aliuleta ubingwa ukaja hapa kutoka Cairo Misri ukadondoka hapa, lakini tukaukosa hapa, wanaochukua Stella Abidjan ya Ivory Coast wanaondoka nao Ivory Coast. Lakini kwa mara nyingine unatua tena kwenye uwanja wetu mwingine ambaye ameujenga rais kipenzi. Sasa hivi tunamtaja yuko mbele yake. Benjamin William Mkapa unavuma kwa jina lake. Ule umejengwa kwa ajili ya Simba kumtoa Zamalek. Kwa hiyo tunaenda kuweka rekodi kwenye uwanja ule. Kwa hiyo asitokee maneno ya ziaka kebei na nini. Sisi tunaenda Zanzibar. Tunaenda kuweka rekodi kwenye uwanja tuliojengewa kwa sababu yetu Simba Sports. Tunaenda kuleta kombe kwenye uwanja ule ule ili tuendelee kumfariji huko alipo mbele ya safari. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu za kaburi huko alipo Benjamin William Mkapa. Lakini na rais mwingine kipia pendwa ambaye hayupo sasa, Dr. John Pombe Magufuli, uwanja ule ule anatukabidhi kombe la ligi akituahidi kwamba Simba ndio timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika. Ile kauli inatakiwa iende kutimia msimu huu. Hajatoa ile kauli kwenye uwanja wa Amani, hajatoa ile kauli kwenye uwanja wa Uhuru, hajatoa ile kauli kwenye uwanja wa Chamazi wala KMC Complex wala Mwanza. Ametoa kauli ile kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na sisi pale pale kauli za hawa marais wawili zinatakiwa zitimie kwenye uwanja ule ule wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Simba Sports atapokea ubingwa Benjamin Mkapa, wa Tanzania wote tutasherekea tukiwa Benjamin Mkapa. Yule mwenye kebei mwenyezi yake anaumia saizi. Simba kishakuwa bingwa, basi achimbe shimo ajifukie, ama akiona kazi kuchimba shimo. Zipo chemba za choo, azunguke kwenye mahoteli, akafunue azame chini, apotee. Simba ataendelea kutamba kwenye taifa hili. Wao waendelee kufurahia kwamba uwanja Amani sio wapi, lakini Simba wakae wakijua hata tukienda kucheza baharini, Simba anaenda kuwa bingwa barani Afrika. Ndio mikakati na Simba. Ndio mikakati yetu. Nimekwambia riziki anatoa Mwenyezi Mungu, riziki atoi mwanadamu. Kama mitume kaipa majukumu yote, lakini kitengo cha riziki kama kinacho yeye. Kwa sababu gani? Anajua kila mwanadamu ana udhaifu. Kwa hiyo hata hao wanaoandamana wana udhaifu mkubwa. Wao wameshindwa kushiba kwenye sahani, wanataka kushiba kwenye kijiko. Wasubiri sasa wenye mashindano yetu, tunaenda kuuleta ubingwa. Bwana, nikushukuru sana Bwana Mnandi Junior, na niwatakeni kila la heri kuelekea finali yenu
ya tarehe 17 na tarehe 25. Na mimi binafsi ni msapoti mdau wangu mkubwa kutoka kule Germany mashine, ambaye ndio chuma cha Mjerumani kweli, sio huyu Ibrahim Ambokile. Huyu ana copy tu. Mwenyewe ndio yule yuko Zanzibar kwenye mapumziko, lakini pia tuliwasiliana toka asubuhi kwenye kukata tiketi, akapata hiyo taarifa. Yeye ndio mtu wa kwanza kunipa hiyo taarifa. Lakini nikamwambia ngoja tuifanyie kazi tuone kama ina ukweli wa kiasi gani. Lakini mpaka sasa taarifa ndio iko hivyo, lakini sisi hiyo taarifa sasa hizi tunaicrash, tunaifuta kwamba haipo kwa upande wetu. Sisi tunachoamini mchezo Benjamin Mkapa. Kwa hiyo naamini na yeye pia atakuwa miongoni kwenye finali hiyo, na amesema tarehe 20 atakuwepo Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia finali. Hata kuwepo Zanzibar, anaamini finali inapigwa hapa. Kwa hiyo naamini tuko pamoja, mwacha kanyage Benjamin Mkapa, twende tukasherehekee kwa pamoja. Na wana Simba wote tusubiri kufungiwa skrini kubwa kama tulivyofanywa pale Mwembe Makundi ambaye ni Mwembe Yanga. Hapa sasa hivi tumeshabadilisha jina, lakini tulivyofanywa pale Zaki Mbagala kuelekea kwenye mechi yetu ya nusu finali kuelekea finali. Naamini hata hii pia, kwa sababu inapigwa saa 4 za usiku. Kokote tutakapotangaziwa skrini imefungwa, basi sisi moja kwa moja tukutane hapo, twende tukasupport Simba yetu kwa pamoja. Wewe ulipo kokote, omba dua kwa dini yako, kwa imani yako yoyote ambayo unaifahamu kwa ajili ya Simba kupata matokeo tarehe 17. Naamini kwa maneno haya, kwa ziaka hizi zinazoendelea, Simba anapata matokeo pale pale Morocco. Bwana, shukrani sana. Asante sana.